tutaanza mstari mdogo wa 10 tutafika 16. Mbele yenu ni mchungaji Cornel Ongare wa Faith Believers Church wa branch yetu ya Lubao. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante chinzi umenisimamisha mbele watumishi wako. Hili ni neno lako takatifu ambalo nataka kushiriki pamoja na watumishi wako. Mwana wa Mungu, nitumie roho kwa kuweza kutafsiri maandiko haya. Nguvu za giza kuleta usingizi na mawazo mabaya ya haribu neno lako kabla kuondoa. Katika jina la Yesu tunaomba atakuamini. Zaburi 119 tuanze mstari mdogo wa 10. Naenda kwa Kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Bwana asifiwe. Napata mtumishi wa Mungu anaitwa Daudi. Kuna jambo moja alitambua kwa maisha yake, ni kwamba kila wakati awe akimtafuta Mungu. Kwa sababu kila wakati alipokuwa anamtafuta Mungu, aliweza kushinda vita ambavyo vilikuwa mbele yake. Kila wakati alipokuwa akimtafuta Mungu, aliweza kuheshimiwa kwa huduma ambayo alikuwa amepewa. Kila wakati alipoheshimu Mungu na kumtafuta, kila mahali alipokwenda aliweza kufanya shuhuda za Bwana ziweze kuinuliwa. Kwa hivyo sisi ambao tumekuja mahali hapa siku ya leo, tumekuja kutafuta uso wa Bwana ili tukaweze kuambia Bwana yote ambayo shetani alikuwa amepanda mapando ndani ya mioyo zetu, leo tunasing'oa ili uso wa Bwana ukazidi kung'aa juu ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Kuna mapando ambayo shetani alichukulia nafasi wakati wa corona. Akaona sasa amepata nafasi ili alete ulekevu katika imani za wapendwa. Lakini leo tumekuja ni kwa ajili ya kutafuta uso wa Bwana ili akaweze kufanya urejesho juu ya maisha yetu. Ni wewe ambao shetani alijaribu kupitia kwa magonjwa, alikutafuta kwa mambo yasiyofaa, akaleta hata vitina, akaleta kutokuwa na imani. Lakini leo Bwana anasema tafuta uso wake. Yote ambavyo shetani aliweza kuua anavisimamisha kuanzia leo. Bora wewe tu ujitoe kwa moyo na ujue ni nani wewe mtafuta atakayesababisha ushindi katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ukiwa na moyo ulio mzuri, moyo ulio msafi, moyo wa bidii wa kutafuta uso wa Bwana, hakika ni lazima atakutendea. Kwa sababu ile mipango amepanga, si mwanadamu atakayesiona, si shetani atakayesiona, atasiona kama usimetendeka. Ni wewe kuchukua imani kila wakati, kujipa nafasi ya kumtafuta kupitia kwa maombi, kupitia kwa kuomba na kushukuru Bwana. Kwa sababu watu wengi wanapoinuliwa, wanapotakasika, wanasahau kurudishia Bwana shukurani kwa mapenzi ambayo amewatendea. Lakini leo tumekuja ili tumtafute Bwana, tumrudishie shukurani. Licha tumepitia changamoto za maisha, lakini amesimama pamoja na sisi, ametupikania, ametupa ushindi katika mkono wake wa kiume. Na leo tunaitwa washindi wa Bwana. Ni wewe utakayeitwa mshindi wa Bwana. Kwa sababu tuna wengine wametoka wameenda kwa sherehe zingine kujivinjari kule, lakini sisi tumeona ni heri kumtafuta Bwana atakayesimamisha maisha yetu, atakayetutetea na kutupatia ukombozi wa kweli. Kwa hivyo ambaye umekuja mahali hapa haujatupa mtawako, ambaye uko mahali hapa umekuja kuchenga imani yako, shikilia kile ambacho umekuja kukitafuta. Usiachilie shetani akuja akakupokonya, bali endelea kumtazamia Bwana na kutafuta uso wake. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Yes, katika moyo wako mpendwa, weka neno la Bwana. Na nataka nikuhatarishe kwamba kuna wadhaifu wa imani. Bwana asifiwe sana. Mtu kama huyu ukikutana naye njiani atakuuliza, na leo walisema nini? Na leo walisoma kitabu gani? Mwambie huku nituma, bali mimi najua neno la Bwana linaishi ndani ya moyo wangu. Na sitaki kumsukumia Bwana Mungu kutoka kwa mambo ambayo nataka kupanda ndani mwangu. Hayo mapando leo ndio nilikuja nikakataa. Leo nataka kunipanda mapando mabaya. Wachana na mimi, nitafute uso wa Bwana. Na agizo la Bwana liweke katika moyo wako. Litakufanya miguu zako liwe taa ya miguu yako. Litakufanya kila wakati utakapotembea sifa zitakuwa kwa kinywa chako. Na unapotoa sifa, hapo ndipo kuna utukufu wa Bwana unatoka, unaingia na kusababisha baraka za ajabu. Watu wengi tumekosa kumshukuru Bwana na kuweka akiba ya neno la Mungu kwa mioyo yetu, kwa sababu tatizo linapo tu kuja kidogo, mtu anakufa imani. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi napenda majaribu katika utakatifu. Hiyo ndio inatuweka karibu na Mungu na tena kuomba na bidii. Unapokaa pasipo majaribu katika imani, mpende utastahimili.
ni lazima utashindwa. Lakini jaribu likuja baada nyingine, wewe ni mtakatifu wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ikiwa hata Yesu ni mwenyewe ni mwana wa Mungu, lakini alijaribiwa na shetani. Na wewe unasifu Yesu Kristo mwana wa Mungu, mbona usikutane nayo? Tafuta imani ya kung'ang'ana na majaribu. Na hiyo itakuweka karibu na Mungu. Na hiyo itafanyika kama umeweka neno la Mungu kwa moyo wako. Bwana asifiwe sana. Hiyo itafanyika kama una uaminifu katika imani na unapendeza Mungu kwa matendo mema. Pasipo matendo mema na imani, mpendwa, hutaweza kufaulu. Ni mpaka lazima usimame kwa imani na kumtafuta Bwana. Sasa unaangalia tu katika moyo wako, ni pando gani ambalo shetani alikuwa amepanda ndani, na leo uko tayari kung'oa? Bwana asifiwe sana. Uliza mwenzako, uko tayari kung'oa? Amekuangalia aje? Bwana asifiwe sana. Sisi kama majemedari wa Yesu Kristo tuko tayari kung'oa. Nataka tuingie kwa mwaka wa ushindi. Nataka tuonekane tunavaa machoni pa Bwana. Ile madharau iliyokuwa kwa maisha yetu yote tunaikataa. Ile iliyofanyika kinyume na mapenzi ya Mungu tunaikanyaga. Tuna nguvu za Bwana ambazo zinaweza kutuokoa. Usiogope ama usidharau. Wewe ni mtu wa imani. Mwambie mwenzako wewe ni wa imani. Bwana asifiwe sana. Watu wakituona tumekonda, lakini hapa tumejaza. Bwana asifiwe sana. Naamrisha mapepo kwa jina la Yesu, inaenda. Magonjwa inakemea kwa jina la Yesu, inafanya nini? Inaenda. Kwa nini unajidharau, unahamisha milima? Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tumeweka akiba ya neno la Mungu katika mioyo zetu. Hiyo akiba ina nguvu na utukufu wa ajabu. Mpendwa, wacha tung'ang'ane, tuonyeshe, tupendeze Mungu, na mwaka unaoanza watu waone Mungu akifanya mambo makubwa kwa maisha. Bwana asifiwe sana. Wewe ulikuwa unaona utafaulu, kuanzia sasa ambia Bwana, mimi ni mshindi. Bwana asifiwe sana. Ni shida tu kwamba matatizo kidogo ilikufanya ukasahau Mungu. Lakini sasa mwambie leo, nataka utangulie na mimi nikufuate. Chochote nitakachokitenda nataka utangulie nikufuate. Na utaona ushindi wa Bwana ukifanyika. Najua saa hizi mko na wasiwasi sasa school fees. Bwana asifiwe sana. Lakini tulikula chapati sana. Bwana asifiwe sana. Sasa hata mwenye hata hawezi kulima anasema tu mbegu, mbolea. Hata mwenye ana mtoto school fees. Hizo ni mapando ya kishetani ya uoga. Kama una shamba, ambia Bwana, mimi ni mwana wako na unanijua. Mbolea ni yako, mbegu ni yako, school fees ni yako, mtoto ni wako. Unaweka tu akiso la neno lako moyo wangu, tenda chama. Unaenda kupokea baraka zako. Bwana, umehimidiwa. Unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimesimulia hukumu zote za kinywa chako. Yes. Bwana, hukumu zako zote umezishika. Bwana asifiwe sana. Licha tulikuwa na changamoto ya magonjwa ya corona, lakini tulikuwa tunaingia kwa mikutano tunafundishwa. Yale maagizo uliyopewa ukishikilia, ni lazima utasimulia matendo makuu ya Bwana ambaye amekutendea. Bwana asifiwe sana. Hata unashinda wakati wa ushuhuda, wanaposema ushuhuda, mtu amekaa chini mpaka nashindwa kwani tufanye kazi ama ni nini baba. Bwana asifiwe sana. Na mjue nyinyi ndio nguvu zetu. Ushuhuda wenu ndio nguvu zetu. Ndio tujue sisi tunafanya kazi. Kwa hivyo matendo ya Bwana anayekufanyia, anasema uweze kumsimulia ili mwingine aliye na shida kama yako aweze kutambua kwamba hakika ndani mwa Kristo kuna ushindi wa ajabu. Na unapokaa chini ukifinya ushuhuda, unaua utukufu wa Bwana. Ni kwa sababu Bwana anataka utukufu utoke ndani mwetu. Bwana akisikia sifa kutoka ndani mwetu, hapo ndipo anapofurahi. Na tena watumishi wanafurahi. Ndio mnatufanya hata usiku hatulali. Tunaombea washirika, tunaombea kanisa, tunaombea viongozi wetu. Kwa sababu tumeshika agizo la Bwana. Hata leo tunataka tushike agizo la Bwana. Lolote utakaloliuliza kwa Bwana aweze kututendea. Na ni wewe tu kutoka kwa moyo wako. Bwana asifiwe sana. Ile akiba za neno la Mungu uliyoweka kwa moyo wako leo, onyesha Bwana, nilishika amri zako. Hata kama uliteleza, ambia Bwana, ninarudi kwa msamaha. Wewe ndio uliyejaa msamaha. Nilitenda pasipo kujua. Ninakurudi kama mwanao. Ili neno lako na akiba yako irudi katika moyo wangu. Lazima Bwana atakutembelea. Atakuweka kwenye nafasi. Ataweka malaika kwa kituo cha moyo wako. Na utaona mema ya nchi. Bwana asifiwe sana. Nimefurahia njia za shuhuda zako kana kwamba ni mali mengi. Yes. Kila wakati ukitaka kujua Mkristo ametendewa,
mtaimu akienda mtoni. Bwana asifiwe sana. Ama mtaimu akienda sokoni, utasikia ile wimbo anaimba. Yesu wa Nyanza, mwami wa Nyanza, ajile mole, Yesu wa Nyanza, narunga likoni kumsalaba. Sasa hapo huyo mshirika ana ushindi. Ni yule aliyekuwa na imani. Shika amri za Mungu. Anakuwa na wimbo mpya kwa kinywa chake. Anakuwa na neno la kujisifia katika maisha yake. Hivyo leo tunatafuta neno la kujisifia kwa maisha ya utakatifu. Kutukuza utakatifu wa Bwana. Ni wewe tu utakayefanya uamuzi katika moyo wako. Kwani ni nini kile tena? Kazi ya Mungu ama wokovu si kazi mingi. Amua kuokoka, wacha dhambi. Sheria imeisha. Amen. Lakini wando wala kando kula mashimo. Tenga uwasha kwa mashimo. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua Mungu ni mkamilifu, ni mtakatifu, tena ni mwenye mipango. Amen. Lakini sisi wanadamu tunafanya mambo yetu atikiwe kwa haraka. Sasa ukikuja hapa siku moja tukuombee maneno pengine kutoka sasa unataka utoke mbio. Kwa sababu kuna mwingine. Umesikia mwingine sasa amekuja moto. Sasa tena uende tena uweke huko kichwa. Hapana. Mtu aliyeshika agizo la Mungu kila wakati anangojea sauti ya Mungu. Amen. Kila wakati anangojea kumsikiza Mungu. Amen. Kwa sababu ana agizo kwa moyo wake. Amen. Sasa sisi tukali tunaokoka mara ngapi? Bwana asifiwe sana. Amen. Wote mkrusade uokoke. Wende kwa matanga, wende kwa matanga uokoke. Jumapili ukuja hapa uokoke. Bwana asifiwe sana. Tutaokoka mara ngapi? Bwana asifiwe sana. Mtu aliye na agizo la Bwana ana uamuzi wa kutosha. Kile alichopokea hata kiachilia. Kile ambacho ulipokea kwa mwaka huu usiachilie. Kile ambacho ulifundishwa usiachilie. Endelea kumtegemea Bwana naye atakutenda mema. Bwana asifiwe sana. Watu watakudharau, wanaenda string tea, lakini ni sawa. Hapo sasa ndio umefunga utukufu wa Bwana unataka kuonekana. Hapo ndio sasa Mungu amesema anafanya rationing kwa chakula yako. Hata kumwambia asante Bwana kwa leo nimekunywa string tea. Na leo najua napokea nguvu mpya. Na leo najua napokea maagizo mapya. Nashika akano langu kwa moyo wako. Mwana wacha neno lako litimie. Bwana asifiwe sana. Lakini wenye hawana maagizo ya Bwana ataeleza majirani wote. Ati kwangu mimi ndio Bwana, mimi ndio Bwana. Bwana asifiwe sana. Ati kama mimi siwezi kutoka, watoto watalala njaa. Unatoa mambo ya moyo wako kupatia adui. Kuanzia leo tunakataa tabia kama hii. Kuanzia leo tunaweka siri ya Mungu, inabaki siri ya Mungu. Na kishetani tunaomba inatoka na baraka zinaingia. Haijalishi tumeng'ang'ana kwa muda gani, lakini leo Bwana anatenda jambo kwa maisha yetu. Wenye hata wako na kazi, tunajua mwaka mpya mnaitwa kwa kazi. Wenye biashara ilikuwa imekwama, mnainuliwa, mnaanza biashara. Wenye walikuwa na matamanio ya watoto wao kwenda university wanaona hawawezi, watoto wanaenda university. Kwa sababu Mungu wetu si muongo. Bora tushike maagizo yake. Ni lazima atatutendea. Amen. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mtu wa maana Bwana. Acha kujidharau. Hata mtu akikudharau yeye ni binadamu tu. Mipango ya mwanadamu ya mwanadamu. Lakini ya Mungu mpaka ikamilike. Bwana asifiwe sana. Ninaongea hivyo nikijivunia kwa sababu mimi Mungu ananipenda. Wengi walidhani nitaanguka lakini mimi nimesimama. Utangaze ukuu wa Bwana ulio ndani mwa Bwana. Mambo mengine ya Mungu wapendwa, nataka nikwambie mahali Mungu hapo silent. Jaribu kuwa silent na yeye. Bwana asifiwe sana. Wacha kung'ang'ana. Wacha watu waongee. Wacha watu waseme. Hata watume kwa mitandao. Hata watangaze kwa redio. Nyamaza, tulia na Mungu kwanza. Unataka usikize sauti ya Mungu inasema nini? Na maagizo yake inasema nini? Alafu kumbuka maandiko ambayo umejifunza. Hakika lazima utakuwa mshindi. Kwa leo tunamaanisha kwamba mwaka unaanza na watu na nguvu mpya. Tunaanza mwaka na imani ambayo imeongezeka. Bwana asifiwe sana. Yale yenye ulikuwa unatarajia imekufa,
Leo Bwana anaifufua. Amina. Bwana asifiwe sana. Chochote ambacho ulikuwa umeliwa na adui anakirejesha. Na hata kama una kazi, Mungu anataka kulazimisha mtu aanze kukulisha tu. Nitatafakari mausia yako, nami nitasiangalia njia zako. Yes. Wapendwa, kama umeitwa na Bwana, kila wakati tafakari ukuu wa Bwana. Kila wakati kumbuka Bwana alikunenea nini. Kila wakati heshimu neno la Mungu. Licha tuna changamoto katika wokovu, lakini si wewe wa kwanza. Fikiria wakina Yohana waliosulubishwa, vichwa vimeangalia chini, lakini walikufa wakitaja jina la Yesu Kristo. Walibaki wakikufa wakitaja jina la Yesu Kristo. Hata wewe ninajua kuna mambo ambayo ilikuwa imekera moyo wako, hata imani ilikuwa inatitimia, lakini wacha neno la Bwana likae katika kinywa chako. Sauti ya mwisho katika moyo wako, Mungu anatosha. Bwana asifiwe sana. Wacha nini ifanyike? Chunga tu mdomo wako na ulimi wako, unene mambo yaliyo mazuri. Usinene mambo ya mambo maovu, mambo ya laana, hapana. Toa mambo ya baraka. Na tunataka mwaka huu tuwe watu wa baraka kwa watu wengine. Kwa makanisani mwetu tunapoenda, tunaenda kutangaza baraka kwa watu wengine. Kwa sababu leo tunafanyika watoto wa ushindi. Na leo tunapokea baraka mpya. Na hizo baraka tunazibeba, tunapelekea wapendwa wetu. Hata wewe pepa yako naenda bariki. Bariki nyumbani kwako, bariki jirani, bariki kanisa lako. Bwana asifiwe sana. Na hiyo itafanyika kama unapenda kutoa shuhuda za Bwana katika kinywa chako. Lakini leo mkabona kushuhuda na ole. Sasa nyasani isifirishi. Ama unaambia mzee nyumbani. Bwana asifiwe sana. Na wewe wazee ama mnaambia wa mama nyumbani. Ni mmoja tu ambaye utukufu wake unatukuka tu kila sehemu. Na ni yeye ambaye tutamrejeshea utukufu wake. Ila tu tutunze kuweka maagizo ya Bwana katika mioyo yetu. Nitajifurahisha sana kwa amri zako. Sitalisahau neno lako, na Bwana bariki majina. Bwana asifiwe sana. Huyo mstari unamaliza, alafu najisikia niko na nguvu sana. Nitajifurahisha sana kwa neno la Bwana. Yaani wakati umeteseka, wakati umeumia, wakati umepelekwa barazani, wakati umenyang'anywa mali yako, lakini Bwana hakuangalia yoyote. Alibaki pamoja na wewe, kusimama pamoja na wewe, kukupigania katika hali yote. Na hivi leo umekuja kuambia shetani bye bye. Bwana asifiwe sana. Na leo unataka kutukuza ukuu wa Bwana ulio ndani mwako. Kwa sababu kuna wengi walisema huwa anajifanya, leo tunaona. Leo wanakuona ukiomba zaidi kuliko vile ulikuwa unaomba. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa umeshindwa hata na kuomba ni kwa sababu ya matatizo ambayo ulikuwa unapitia. Lakini leo nakukumbusha kuna ukuu ndani mwa Bwana. Ikiwa utakuwa na imani na kukumbuka, leo unapokea nguvu za kuweza kushinda adui. Leo unapokea nguvu za kuweza kushinda magonjwa. Leo una nguvu za kuweza kuitisha baraka zako. Leo tu ambapo kupitia kwa imani yako, jinsi utakavyoita, ndipo utaweza kufikia baraka zako. Bwana asifiwe sana. Daudi alifurahia wakati alipotoka na watu wanaenda kwake. Mke wake akamdharau, akatema mata mtu ananiaibisha hata anacheza. Lakini alijua ukuu ulio ndani mwa Bwana ulimfanya kuwa mfalme. Hata wewe kuna mambo ambao walijaribu kuwa ndani mwako, lakini leo tunamuita Bwana asimamishe yote ambayo ilikuwa imekufa. Wewe tu kujitoa katika moyo wako. Kwa hivyo tunapoendelea na masaa ambayo tunangojea kwa ajili ya kuombewa ama kujitakasa, anza kutafakari katika moyo wako. Ni mapando kani ambayo shetani alikuwa amepanda ndani ya moyo wako? Ni mambo kani ambayo ilikuwa imefanyika kinyume na mapenzi ya Mungu? Na ni wapi ambapo ulikuwa umeteleza ukaweza kuipisha Mungu katika matendo maovu? Leo ni siku yako ya kumuita. Wacha kusikiza pastor anasema nini. Hata mimi nina yangu nataka kuongea leo. Hata wewe ongea yako. Kwa sababu Mungu anataka sisi tunafanana kama ng'ombe mbele ya Mungu. Wewe ni waruka ing'ombe, wewe malao wala kwa masingo kanukale unya. Mungu anataka samadi yako. Samadi ni yale mambo ambayo uliweza kupitia ndani. Ukakata kauli isiyofaa. Leo tunahitaji urejesho kwa maisha yetu. Na ni wewe kuangalia ni wapi. Anza kufanya msako kwa watoto, kwa mzee nyumbani, kwa jirani, kazini kule. Mahali tu kuna tatizo.
Leo Bwana anataka kufanya urejesho kwa moyo wako. Na kuangalia ni vipi utakavyofanya. Ila tu uweke agizo la Bwana kwa moyo wako, na Mungu amana awabariki. Sasa tunaliombea.